Kuchele Iwambi Mbeya Tanzania mzee baba. Sisi ndo mabingwa wa hizi kazi, na Iwambi tunayo ligi yetu maalum ambayo tuandalia diwani wetu bwana Mchina Gloria. Tumepata moja kati ya ligi nzito kabisa katika kata yetu ya Iwambi na tunaomba kujua nini kinaendelea katika ligi hii. Kinachoendelea ni ushiriki wa timu 12 ambazo tumeshuhudia kwenye makundi, na hizi timu ziligawanya kwenye makundi matatu. Kila kundi lilikuwa na timu 4. Tuliweza kushuhudia michezo kwenye makundi, michezo ambayo ilikuwa na hisia tofauti tofauti. Nikianza na baadhi ya michezo ambayo tuliweza kushuhudia mchezo kati ya Mpoli na Bodaboda ambapo Mpoli alishinda goli 2, lakini pia tuliweza kushuhudia mchezo kati ya Taven na Mpoli ambapo Mpoli alifungwa goli 2-1. Mchezo mwingine wa kuvutia ulikuwa ni mchezo kati ya Kitisi na Taven ambao Kitisi alishinda goli 4, na mchezo mwingine ulikuwa ni kati ya Bodaboda na Kitisi ambao Kitisi alishinda goli 1, na mchezo mwingine ambao ulikuwa ni mchezo wa Kitisi kwenda robo finali alikuwa anacheza na Mpoli au wanaita Iwambi Derby ambao mchezo huu ulimalizika kwa Kitisi kushinda kwa goli 1 na kuwa timu ya kwanza kwenda robo finali. Lakini vile vile kwenye kundi lingine kulikuwa na mechi za kuvutia. Iwambi dhidi ya Veterani kwenye mechi ya mkondo wa kwanza wa kundi lao ambao walitoka 2-2. Mchezo mwingine ulikuwa ni Lumbira dhidi ya Teachers ambao Lumbira walishinda 2-1. Na mchezo mwingine kwenye hilo kundi ilikuwa ni Iwambi FC dhidi ya Teachers, mchezo ambao ulichezwa Lumbira ulikuwa na hisia kali, ambao kwenye huo mchezo Iwambi FC walishinda 4-2, na mchezaji ambaye aliibuka mfungaji bora kwenye huo mchezo ni Meshak kutoka Iwambi FC ambaye anacheza namba 9. Lakini pia kwenye kundi lingine tulishuhudia mchezo wa kukata na shoka, mchezo wa Isoko dhidi ya Chiko ambao Isoko alishinda goli 4, na mchezo mwingine ulikuwa ni National Boys dhidi ya Isoko ambao ulitoka bila. Kwa hii ni baadhi ya michezo ambayo ilikuwa na hisia nyingi kwenye makundi, lakini mpaka sasa hivi ninavyozungumzia timu 8 zimefanikiwa kutinga robo finali. Timu ya kwanza kabisa ilikuwa ni Kitisi FC ambayo inatokea Iwambi Sokoni. Hawa watoto wa mjini, watoto wa town, walitinga nyumbani kwetu hapa. Walitinga. Mchezo katika timu zote unazoona zinashiriki katika hiyo ligi. Hii ndo timu ya matajiri. Ni kweli. Hii ndo timu inatokea Kariakoo ya Iwambi. Hii ndo timu inatokea center ya Iwambi. Ni kweli. Kweli na kiwalisia ni kwamba wana uwezo wa kuchukua wachezaji kutoka Yanga kaja kumalizia hiyo. Ni kweli. Lakini timu zingine ambazo zimetinga pia Kibabe, kuna Lumbira, kuna Isoko, kuna Iwambi FC. Iwambi FC ni moja kati ya timu ambayo ilitarajiwa kufanya mambo makubwa sana. Iliwashangaza watu mechi ya kwanza kutoka 2-2 dhidi ya Maveterani. Maveterani kweli. Ni mwenyewe. Maveterani hawajakodi hao. Maveterani kweli. Lakini Iwambi wakashangaa wametoka goli 2-2. Nini kwa shida pale? Iwambi FC kwenye ule mchezo cha kwanza kabisa shida ilikuwa ni kipa. Lakini pia shida nyingine iliyowatafuna Iwambi FC, wachezaji wake huwa wanapenda kukaa na mpira muda mrefu, kuchezea mguuni, kitu ambacho kiliwafaidisha Veterani. Walipoka ile mipira na kuanza kuwa press. Lakini shida nyingine niliyoiona kwa Iwambi FC, wanakosea sana kwenye sabu. Unamuingiza beki mfupi anashindwa kucheza zile aerial balls. Kwa aerial ziko napigwa na wakongwe. Ndio. Wakongwe na kitabu na mnai lakini ndio hewani. Ndio. Na uzuri niona kina Daudi Sindika pale wakiwa na kisakata kweli kweli. Na baadhi ya watu ambao si wao wakongwe kweli hao. Ndio. Lakini kwenye mchezo wa pili Iwambi FC walibadilika walipocheza na hawa na nini? Walicheza na Teachers. Yes. Uwezi amini dakika ya 28 walikuwa wamefungana 2-2. Iwambi FC kwenye huo mchezo walikuwa wanatakiwa washinde. Dakika za mwishoni wakaja kushinda goli 2 zingine. Wote mechi ni mechi ambayo iliamua waende wapi. Na kwenye ile mechi walikuwa wanatumia mipira mirefu na walikuwa wanatumia zaidi mawinga. Walikuwa na pushi sana. Walikuwa hataki kupoteza muda.
Na huyu Mesha zamani alikuwa anacheza namba 6. Imekuwaje sasa anasakata namba 9 pale katikati? Bahati nzuri Mesha juzi nimekutana naye kwenye kijiwe kimoja cha kahawa, nimepata naye kahawa nikawa namuoja. Aliniambia kwamba yeye kiasilia ni namba 6, lakini aliniambia ni namba 6 ambaye ana uwezo wa kwenda kukaba mpaka kusaidia kwenye eneo la mabeki, yani ni mchezaji kiraka. Lakini aliniambia kitendo cha yeye kwenda namba 9 ni kutokana na uhitaji wa timu. Uhitaji wa timu kutaka kufunga, na Mesha ni mzuri sana kwenye mashuti. Na huyu Mesha tumeshashuhudia amewahi kucheza timu ya Mbeya City ya vijana, lakini EF pia ya vijana. Kwa hiyo unapozungumza wachezaji wa Iwambi sio watu wepesi. Mesha kisaruti. Yule jamaa semekana hiyo ratiba iko kuchakatwa. Nadhani ndani ya wiki hili tutakuwa tayari tushapata ratiba ya robo finali, kujua ni nani na nani wanakutana, na ikumbuke robo finali inakutanisha timu 8 na kinachofurahisha zaidi timu 4 timu 5 zilipita kwa njia ya mshindi wa kwanza na wa pili, lakini timu 3 zilishinda kwa best loser. Ikiwepo Iwambi FC ilipita kwa best loser. Iwambi FC imepita kwa best loser. Lakini ni timu ambayo itafanya makubwa. Wana kazi ya kufanya. Lakini hata PSG ikitaka kama best loser. Hata Ivory Coast. So ni wakati ambao diwani wetu Gloria Ipopo tuandalie hiyo ratiba, utatupatia sisi. Fuata Talk tuko tayari hapa kuitangaza na wana Iwambi waijue. Wana Iwambi wote mtakuwa hapa Fuata Talk, mahali pekee utapata taarifa zote za ligi yetu na matukio mengi yote yanayotokea katika kata yetu ya Iwambi. Fuata Talk na Fuata Sports leo, na tupo hapa kuhakikisha kila taarifa ya mpira na kila ambacho kinaendelea kwenye ligi yetu unakipata. Fuata Talk, the home of good quality. Lakini pia niweze kumshukuru diwani, nilibahatika kuangalia naye mechi 2. Alitusifu sana Fuata Talk na alituhakikishia kwamba tutafika mbali, na alituahidi atazidi kutuunga mkono. Haya ndio matunda ya products zilizopo Iwambi. Iwambi bwana pamependeza, Iwambi panapendeza. Iwambi wanapoishi matajiri wa jiji la Mbeya. Iwambi ndipo wanapoishi wafanyabiashara wakubwa. Iwambi wanaishi wafanyakazi wakubwa, watu wenye hadhi na heshima katika jiji. Na Iwambi ndipo inapotoka Fuata Talk, bonge moja la media kubwa inayokuja. Asante.